Bwana asifiwe huko nyuma. Watoto Bwana asifiwe. Watu wote Bwana asifiwe. Kwa majina ni kama mmesikia, msana Ligoge Karanja, na nimeokoka. Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Alinipenda na mimi nampenda siku ya leo. Ni kwa sababu ya kunikabidhi nafasi kama hii ya wokovu. Wokovu sio jambo la kawaida. Na huwa najivunia wokovu. Ni kwa sababu katika ndani ya Yesu, katika wokovu huu nimejifunza mambo mengi na nimeokolewa kutoka kwa mambo mengi. Nimetenganishwa na mambo mengi mabaya ambayo kama ningekuwa katika ulimwengu huu ningekuwa ninajuta. Siku ya leo huwa nashiriki mangoto, lakini siwezi nikakosa nafasi ya kusema jambo ambalo Mungu amenitendea. Kuna uimbaji nasikia ndani ya moyo wangu, chorus moja inasema, sababu ya Yesu msalabani ilikuwa niokoke. Sababu ya Yesu msalabani ilikuwa niokoke. Bwana apewe sifa. Sababu ya Easter holiday, sababu ya Yesu kuwekwa kwa msalabani, kupigiliwa misumari na akasikia uchungu na akafa, ndipo akaweza kulipa deni yangu, sio deni zetu, deni yangu kama Ngoge. Na wakati aliwekwa pale msalabani, damu ikaweza kutiririka, akafa na akafufuka, alishinda kifo na mauti. Na kutoka hapo akafufuka, nami nikafufuliwa kutoka kwa dhambi. Bwana apewe sifa. Na ndipo siku ya leo niko na nafasi ya kusimama mahala kama hapa. Ni kwa sababu nyakati Yesu hakuwa amekufa. Ni kwa sababu ya dhambi zangu. Mimi singesimama mahala kama hapa. Nilikuwa mtu anatenda mambo mabaya kama wale watendaji wengine. Na nilikuwa kwa jela. Nilikuwa mtu amekufa na nilikuwa mfu. Kwa hivyo ndipo niko na furaha ndani ya moyo wangu na amani. Ni kwa sababu bila huyo Yesu nilikuwa nimejaribu amani za aina zote, lakini haikuwezekana. Nilikuwa tafakari maandiko katika Biblia. Wakati fulani in the book of John chapter 8, ningetaka nifungulie haraka sana. John chapter 8 verse 1. Wakati Yesu alikesha mlima Mzaituni na asubuhi yake akaingia katika pale kwa hekalu. Ungekuwa umenisomea ningekuwa nimefurahi. Pale 8 verse 1. Wakati alikutana yule mama ambaye alikuwa amefanya nini? Amefanya ukahaba. Alishikwa akifanya ukahaba. 8 verse 1. Biblia inasema hivi, kuanzia mstari 8 mstari wake wa kwanza. Biblia ikasema, walikwenda kila mtu nyumbani kwake, na Yesu akaenda mpaka mlima wa Mzeituni. Hata asubuhi kulipokusha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi, akawa akiwafundisha. Waandishi wa Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii. Naye wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumstaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na ala wa kwanza wa kumtupia jiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Angalia hii safari ya Yesu ambaye kweli ilikuwa kwa sababu ya dhambi zetu. Sababu ya dhambi yangu mimi Ngoge. Na wakati tulikuwa tumekufa kule nje, tulikuwa tunafanya uzinzi ambao ndio huko nje. Hata wengine hata waleo wanafanya uzinzi na wanaendelea kufanya hivyo. Hajaokolewa kama wewe na kama mimi. Lakini sitaki tuongee kuhusu wale sasa. Ningetaka tuongee kwa sababu yangu na wewe. Na sababu ya Yesu kifo chake katika msalaba. Na ni kwa sababu huu uzinzi ambao tulikuwa tunatekeleza kwa kupitia kwa miili yetu nyakati zile. Wakati Yesu alituita akatukomboa, huwa tuko na uzinzi mwingine tunafanya ndani ya nyoyo zetu. Bwana apewe sifa. Na ukiangalia kweli kabisa, Yesu wakati alienda pale alikutana na Mafarisayo na waandishi. Ni kwa sababu wale katika nyoyo zetu wamejaa Mafarisayo na waandishi ambao kazi
ni kuchukua sheria. Mama Mukudi amefanya hili, Joki amefanya ingine, Mama Idhira, Makamau, Nikala na mwingine. Wako ndani yetu, ndipo tunaelezea kwamba yale mambo ya kukosa hana budi kuja. Na kile kinafanya tukwazwe ziko ndani yetu. Kwa hiyo huyu Yesu wakati alikuja akafa msalabani, tukajifahamu ya kwamba yule shetani ibilisi anaishi ndani yetu. Na akiwa ndani yetu, alikuja Yesu ndipo akaanza kututenganisha na yule shetani. Na huwezi ukatenganisha na shetani kama hujifahamu, hujijui ya kwamba wewe ni mzinzi. Kwamba sheria ya Mungu ikisema niende hivi, ni kwa sababu ya uzinzi, na Mafarisayo hao wakiwa na uzinzi ndani yangu, wanakuambia hii sio sheria ya Mungu, fuata hii. Ingine inakuambia ukiambiwa fuata hii njia, unapata ya kwamba wale Mafarisayo wanainuka. Na ndipo sana wakapeleka hukumu. Unapata ya kwamba Yesu alikuja ni kwa sababu ya wenye hawaoni wakaweza kuona, na wenye wanaona wakaweza kuwa vipofu. Ukiangalia ya kwamba wale Mafarisayo walimuuliza ya kwamba na sisi tu vipofu. Yesu akasema kama ungekuwa vipofu hamungeishi na dhambi. Waleo kwani tunakutana na tunakubana changamoto aina zote katika ulimwengu huu. Na kwa sababu wakati nilijifunzwa, wakati unafunzwa na neno la Mungu na Yesu Kristo, kujifahamu ndipo utakuwa na amani ya Yesu. Unapata kwamba unatengwa, unawekwa kando na Mafarisayo na waandishi wakikwambia, lakini mtu fulani mbona ameongea hivi? Mbona mtu fulani ametenda hivi? Unapata ya kwamba unawekwa katika jela. Na wakati uko katika jela, unaishi katika Babylon. Ukiwa pale kuna mateso, unateseka muda mrefu. Ni kwa sababu unajipata ya kwamba kuna mtu fulani umejitenga, umemshika. Ni kwa sababu wale wanafuata sheria, walikuwa wanafuata sheria. Sheria ya Mose ilikuwa inasema ya kwamba kukiwa na mashahidi wawili watatu, mtu amepatikana na bibi ya mtu ama na bwana ya mtu, akapigwa mawe na akafa. Kwa hivyo wale hawakuwa wanataka Yesu, walikuwa wanataka kufuata sheria. Lakini unaangalia kwamba ukiangalia unatazama mwenye hakuwa ameshikwa, yeye alikuwa ni msafi. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini huyu Yesu mwenye anaangalia nyoyo zetu, anakagua nia zetu, eti hao wote ni wasinzi, ni washerati. Huyu alikuwa amesinzi na bibi ya mtu jana. Huyu mwingine hata anapanga kufanya hivyo. Na ukiangalia naye Yesu akakuja. In the book of Matthew chapter 5 tusome. Na inasema ya kwamba blessed are the peacemakers, for they shall be called sons and daughters of the Most High God. Bwana apewe sifa. Unaangalia kwamba hii mambo ya peacemaking inakuwa ni changamoto sana. Kukuwa na peace, ukiwa peacemaker ni jambo la maana sana. Kwa sababu ukisikia jambo fulani, wewe unaambia mtu wa Mungu, Yesu alikufa msalabani sababu ya dhambi za huyo dada. Yesu alikufa msalabani sababu ya huyo mchungaji. Kwa hivyo hatuwezi kuongea mambo yake, kwa sababu Yesu alikufa sababu yake. Na Maandiko yanasema ya kwamba ukiona ndugu yako, ukiona dada yako akifanya jambo ambalo sio la kifo, dhambi ambayo sio ya kifo, ukampeleka kwa Mungu. Na hao watu kumbe sheria ilikuwa, lakini ilikuwa imetengwa, imewekwa kando. Kwa hivyo akampelekea Yesu. Bwana apewe sifa. Sijui ni watu wangapi siku ya leo ukiwapata na jambo unawapeleka kwa Yesu. Bwana apewe sifa. Kwa wakati utanipeleka kwa Yesu, nitakupeleka kwa Yesu. Hakuna mtu atakuwa na deni ya mwingine. Sababu yeye alikuja kulipa deni zetu ni Yesu Kristo. Na akasema yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Kwa sababu hufai kuwa na deni. Ukiwa na deni ya mtu mwingine, ya dada yako, ya ndugu yako, wakati kama huu, ndio Yesu naye amesulubishwa msalabani, madeni zote ndani ya nyoyo zetu zikaisha. Kwa hivyo deni yangu na Mama Idhira ikaisha. Deni yangu na Mukudi ikaisha. Deni yangu na mtu mwingine inaisha. Ikiwa inaisha, itakuwa ni kiba hivyo. Ukiona ninaruka moyoni, nimejaa Yesu. Lakini kama deni haijalipwa, huyu Yesu hujamkabidhi. Mafarisayo bado wananena na usharati na uzinzi ndani ya moyo. Unapata mtu amepitana uso, ameko kanisani, akaenda nyumbani, unapomshika huyu mtu alienda wapi? Alikuwa ameenda mahali hapa stahili. But let me assure you that you are in the right place, na Mungu atakubariki kama utasikiza neno la Mungu. Nikasa kukomboa ukijua maana ya Yesu kukufa msalabani. Bwana apewe sifa, akubariki na kutendea mema. Asante sana.